Niwape hadithi moja. Mimi nilipoamua kwenda kusomea kufuata wito wa upadri, kwa kweli nilikuwa nimevutwa na mambo ya kiroho, na kama nikaamua kuachana kabisa na masomo mengine huku yote, nikaamua kuyaacha. Na baadaye nikatumwa kwenda kusoma nje. Nikajua sasa naenda kuimarisha yale ya dini zaidi, lakini askofu kanambia, wewe nakutuma ukamalizie masomo, upewe upadi, alafu utasoma sheria za kanisa. Akanitoa kabisa kwenye reli ambayo mimi nilikuwa nataka. Mimi nataka nibobee kwenye yale elimu Mungu kwa undani zaidi, kama wataalamu wengine wa maandiko matakatifu na teolojia walivyobobea. Sasa nilipoenda kule nikaanza kusoma, nikasema sheria za kanisa ndio zimezaa sheria, ndio sheria za kwanza kuandikwa. Ukijua historia ya sheria za dunia, ndio sheria za kwanza kuandikwa vizuri na kuwekwa kwenye vitabu. Basi nikasema, sasa sheria ya kanisa si nitakuwa nahudumia tu sheria za kanisa Katoliki, kwa nini nisisome na sheria zingine? Nikamwomba askofu, baba askofu, naomba niruhusu nisome na sheria za kiraia. Akanambia sawa, endelea. Basi nikaanza kusoma na sheria za kiraia. Nikasoma sheria za Kirumi, ndio walianza sheria za kwanza, na sheria za kidunia za kimataifa, lakini nikaangalia nisome zaidi sheria za kimataifa na haki za binadamu kwa makini mkubwa. Na utafiti wa elimu ya degree ya juu kabisa nikaamua kufanya kwenye uhusiano wa dini, yani kanisa na serikali, hasa serikali ya Tanzania. Nikarudi kwa ajili ya utafiti mwaka 99. Nilienda utafiti, nikafanya utafiti Zanzibar, baba askofu. Tena nakumbuka tarehe yenyewe ilikuwa siku ya wagonjwa, tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1999. Ilikuwa kwenye utafiti Zanzibar. Nikakutana na Bilali, askofu alinitengenezea, nikaenda kuona viongozi wa serikali, waziri wa afya, waziri wa elimu, kuona wanavyoshirikiana na serikali, haki za binadamu zinavyoenda huko Zanzibar. Nikaja huku bara, nikakutana na vingunge wengine. Basi viongozi wa dini wakipata elimu sahihi ya haki za binadamu, wataweza kufanya mabadiliko makubwa sana ya jamii yetu, kwa sababu wanaweza kutufunda kwenye dhamiri tuwe na ile tuambia baba askofu, hofu ya Mungu. Lakini hii elimu dunia wataelimisha pia zile sekta zingine wanaosimamia mambo ya kidunia. Nilipomaliza masomo mwaka 2000 nikarudi. Nikakaa, baada ya mwezi moja askofu wangu kanambia, tunakuomba uende chuo kikuu cha Sauti. Kwa sababu nilikuwa nimesoma mambo ya elimu dunia, haki za binadamu na sheria zingine zinazoendana mambo hayo. Nikamwomba askofu mkuu wa Mwanza niweze kutoa huduma ya kisheria kwa watu ambao hawana kipato. Wakati ule Mwanza haikuwa jiji kubwa kama leo. Kwa tukawa tunakutana huko Kirumba. Angelina Mabula waziri, nikamwomba awe msaidizi wangu, na mwingine sasa hivi ndio mkuu wa tume ya haki za binadamu Tanzania. Basi nikaomba tufanye kazi pamoja. Tukawa tunakutana parokiani kwa wiki mara moja Jumamosi. Kwa hiyo tukawa tunapata watu wenye shida, tunawasaidia. Tukawatoa watu walikuwa mahabusu. Kwa mfano kulikuwa na mama moja alikuwa mahabusu pale Butimba kwa miaka 10. Alikuwa amehusishwa kesi ya mauaji, alikuwa anatoka Msoma huko. Tulimtoa mahabusu na tukawasaidia watu wengi sana. Na baadaye nikamwomba mkuu wa chuo wakati ule, Padre Ongeza, akaniruhusu tukaandika mradi, tukapata hela, ndio tukatengeneza kituo kikubwa, na baadaye tukaanzisha Faculty of Law. Viongozi wa dini wakipata elimu ya haki za binadamu vizuri, wataweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Lakini lazima wote waipate, na waipate kisayansi. Mwanasheria kutoka Legal and Human Rights Center anasema leo tumekutanika kwa mambo ya kiroho. Hapana, leo tumekutanika kwa mambo ya haki za binadamu kisayansi, sayansi ya sheria. Na ndio tunataka mababa zetu na mama zetu, viongozi wetu wa dini waipate hii sayansi vizuri. Yule mtetezi wa kina mama Tanzania anaitwa Neema Rehema, huyo hapa ameshika simu. Sema jina basi. Rehema, sasa tukiwatetea msemi sasa.
na yeye achukue hapa. Hii ni kitu muhimu sana. Viongozi wa dini na nyinyi muwapelekee mikataba ya kimataifa juu ya haki za kina mama. Wawaiteni viongozi wote wa dini, sio wengi sana haya madhehebu matatu haya makubwa, hawafiki hata 1000. Waite semina wiki nzima, utapata matunda makubwa ambayo hutatarajia. Wewe wafundishe haki hizo. Wale wanaoshirikia haki za watoto, Legal and Human Rights Center, kina baba Onesimo pale, ole Ngurumo, samani sio Ngurumo, sio wewe. Ole, sawa. Sasa watu kama nyinyi waite, waeleze hali halisi ya haki za binadamu Tanzania sasa hivi iko hivi. Viongozi wetu wa dini juu ya watoto tunaomba mfanye haya. Wako very specific. Na imani mkifanya hivi mkawapa elimu ya kisekta, italeta mabadiliko makubwa sana kwa hayo mnayo yatarajia. Tunajua knowledge is power. Lakini Tanzania tulikuwa tunasema information is power. Taarifa kila mtu anazo jamani. Si tumesikia mama anatuambia Zanzibar kila siku kwa siku ndani ya wiki una hadithi. Umesema ngapi mama? Kuna siku yani ndani ya wiki una habari labda 2-3. Sasa lakini bado maovu yale yanaendelea tu. Si tumeona hili lilotukuta sisi wa kanisa Katoliki juzi. Umeona waumini wenyewe wanatubana tutoe maelezo. Mimi nimepigiwa simu na BBC, lakini Baba Mtakatifu alishatoa mwongozo kwa muda wa kutosha. Kaelezwa kuhusu nyanyasaji wa kingono juu ya watoto. Msimamo ni huu, na tunatambua viongozi wa dini. Baba Mtakatifu anatuambia kazi yetu ni kumsaidia mdhambi afanye nini? Atubu. Akasema juu ya udhalilishaji wa kingono wa mtoto haitoshi kutubu. Hiyo sawa, tunakushukuru umefanya mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Lakini hapa duniani lazima uwajibike, kwa sababu hapo umeleta madhara makubwa. Sasa juu ya hizi haki msingi, ukimpa maarifa ya kutosha kiongozi wa dini, sio taarifa. Taarifa sawa itakirieti taharuki, wazazi wasema jamani watoto watake, jamani mambo ya aibu. Hata hapa mlivyokuwa mnauliza maswali, hili swali najua mngetaka kutuuliza. Mwandishi wa habari mmoja aliniuliza, lakini mnatuogopa, mnatuheshimu. Najua tena leo baba askofu yuko hapa, najua kabisa yani mngekuwa huru leo mngemshambulia sana, lakini kwa sababu mnatuheshimu basi mnazunguka. Leo unaona point ile enda hivi rudi hivi. Sasa wapeni viongozi wetu wa dini, nyinyi taasisi maarufu Legal and Human Rights Center, naomba msimame. Hii ndio taasisi yenye uwezo mkubwa wa kitaifa kutoa elimu za haki za binadamu Tanzania. Na wewe simama basi mheshimiwa, mbona unakaa tena bana? Hawa mnaona, hawa ndio taasisi sio ya kiserikali, inaweza katoa elimu ya haki za binadamu kwa ufasaha na kwa kisayansi kwa kikubwa, pamoja na wale coalition ya kuzilinda. Kwa hivi na wale wanaoshirikia haki za kina mama. Mashirika haya yapo, lakini ni mara ngapi mlishaandaa semina juu ya kina mama? Naomba wewe uniambie. Mkawaita maaskofu, wachungaji, jimbo kwa jimbo, parokia kwa parokia, jumuiya kwa jumuiya. Simama uniambie Rehema.